Karibuni kwenye banda la maonyesho la Bodi ya Bima ya Amana. Bodi ya Bima ya Amana ni taasisi inayoendesha kazi zake kisheria kwa mujibu wa sheria ya benki na taasisi za fedha ya mwaka 2006. Hii Bodi ya Bima ya Amana, majukumu yake hasa ni kukusanya michango kwa mabenki wanachama, na tunapokusanya ile michango kutoka kwa mabenki wanachama tunatengeneza kitu mfuko. Kwa hiyo hii Bodi ya Bima ya Amana inasimamia ule mfuko, lakini huo mfuko sasa unatumika kulipa fidia kwa wale ambao walikuwa na amana zao pale benki linapofilisika. Kazi ya Bodi ya Bima ya Amana ni kukinga zile amana ama pesa za wananchi zilizoko benki. Pale benki linapofilisika, Bodi ya Bima ya Amana inawafidia wananchi. Lakini katika fidia hiyo tuna kiwango. Kiwango chetu ni kuanzia shilingi 1 mpaka milioni 7,500,000. Kwa kile kiwango ambacho kinazidi hapo, awamu ya kwanza tutalipa milioni 7,500,000. Kile kiasi ambacho kimebaki, yule mwananchi atafidiwa baada ya zoezi la ufilisi, kwa maana ya kwamba atalipwa awamu ya pili. Awamu ya kwanza alipata milioni 7,500,000, awamu ya pili anapewa baada ya zoezi la ufilisi. Zoezi la ufilisi nini? Pale tunapouza mali za benki ambayo imefilisika, kama ni walikuwa na mashamba, magari, mpaka furniture, tunakusanya mikopo, tunakusanya hiyo pesa kwa ajili sasa ya kulipa ile awamu nyingine ya watu ambao walikuwa na pesa zaidi ya milioni 7,500,000. Hii milioni 7,500,000 sio ndogo, ni pesa kubwa, kwa sababu Bodi ya Bima ya Amana inalenga kufidia wananchi wote ambao wana akiba kidogo kidogo. Kwa hiyo hii ni 99%. Wale ambao watakosa kufidiwa wana pesa kubwa zaidi ya hapo ni kama 1% tu. Na vile vile kazi yetu nyingine ni kusimamia ufilisi wa mabenki pale tunapoteuliwa kusimamia ufilisi huo na Benki Kuu. Lengo kubwa hasa la hii Bodi ya Bima ya Amana ni kukinga amana za watu ama wananchi walioweka zile pesa benki, ni kuzikinga ili kuepukana na janga la kupoteza amana zao. Kwa sababu benki linapofilisika, uchumi wa nchi unaweza ukateteleka, kwa maana watu wengi watakuwa wamepoteza pesa zao. Lakini hii Bodi ya Bima ya Amana ndio sasa inahakikisha wale walioweka pesa zao benki hawapotezi. Ni lengo kubwa sana hilo, na hili lengo linaweka utulivu katika nyanja ya fedha. Yaani kunakuwa na utulivu, lakini watu wanajenga imani kwamba hizi taasisi za fedha ziko salama, wanaendesha biashara zao, wanaweka pesa bila wasiwasi, kwa sababu wanajua hata benki kifilisika watarudishiwa pesa zao. Wito wangu kwa wananchi, wajitahidi kuweka pesa zao benki, kwa sababu ni mahali salama kuliko kukaa na pesa nyumbani. Inaweza katokea janga, labda mtu kavamiwa na majambazi ama nyumba imeungua moto, zile pesa zinaweza kupotea. Lakini akiweka benki ni mahali salama, ambapo hata benki ikifilisika au ikifungwa bado atarudishiwa pesa zake. Wito wangu kwa wananchi, tunawakaribisha sana waje wapate hii elimu, kwa sababu wananchi wengi hata wale baadhi ambao waliotembelea, wengine hawakuwa na akaunti kwa sababu hawaamini kama pesa zao ziko salama. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa wingi waje wapate hii elimu, na wasiwe na wasiwasi kuweka pesa zao benki, kwa sababu zipo salama. Kwa majina anaitwa Salama Alon,
Ni mfanyakazi wa taasisi ya mamlaka ya mafunzo na ufundi stadi VETA. Niko hapa katika maonyesho ya madini ya teknolojia ya madini ya awamu ya 8 mkoani Geita. Nimetembelea banda la bodi ya bima ya amana kwa ajili ya kujifunza. Katika banda hili nimejifunza kuwa fedha zetu za kila Mtanzania ambazo zimehifadhiwa benki zipo kwenye ulinzi sahihi. Hata kama benki itafilisika, lakini Mtanzania uliyewekeza fedha yako benki bado itakuwa kwenye uangalizi na unaweza ukaipata wakati wowote kwa kulipwa fidia na hii bodi ya bima ya amana. Hivyo Watanzania wenzangu, ndugu zangu wa mkoa wa Geita, nawakaribisha sana katika banda hili muweze kupata uelewa na kujifunza. Asanteni, karibuni sana kwenye maonyesho ya teknolojia ya madini ya awamu ya 8 Geita.